wewe Mwigulu Nchemba, wewe Nchimbi, wewe Mama Samia na wengine wote, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Karatu, wote na OCD, kama hamtaki kusemwa, kukosolewa, kuambiwa ofisi ya umma sio mali ya baba yenu, tokeni kaka yenu na familia zenu. Watu wengi wametizama video hii ya Lema, lakini wengi hawakuwa na jicho la kuona nyuma ya pazia. Na leo tunafichua siri kubwa iliyoficha ndani ya kauli hiyo, na kwa nini kauli hiyo imezua mjadala mkubwa hadi kufikia hatua yeye kushtakiwa. Lakini swali kubwa ni hili: je, Lema alikuwa anatoa maneno ya kawaida ya kisiasa au alikuwa anatuma ujumbe mzito unaolenga mfumo mzima wa uongozi? Hebu sikiliza mwenyewe kauli hiyo. Wewe Mwigulu Nchemba, wewe Nchimbi, wewe Mama Samia na wengine wote, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Karatu, wote na OCD, kama hamtaki kusemwa, kukosolewa, kuambiwa ofisi ya umma sio mali ya baba yenu, tokeni kaka yenu na familia zenu. Full stop. Ukisikiliza kauli hiyo kwa umakini, utaona kuwa Lema hakuwa anazungumzia mtu mmoja pekee. Alitaja viongozi wakubwa kwa makusudi ili kusisitiza hoja yake. Lema hakuwa anakosoa viongozi pekee, bali alijaribu kuonyesha kwamba viongozi wakuu wa serikali hawana uhalali wa kulalamikia ukosoaji wowote, tena kutoka kwa wananchi. Tatizo ambalo wakosoaji wake wanaliona ni kwamba alitumia lugha kali sana kwa kuwataja viongozi wakubwa moja kwa moja, jambo ambalo linaweza kutafsiriwa kama kuongeza mvutano wa kisiasa badala ya kujenga mjadala wa hoja. Wapo wanaoamini kwamba lengo lake halikuwa ni kutetea demokrasia, bali pia kuibua hisia kali za kisiasa tena kwa wafuasi wake na kuiweka serikali katika nafasi ya kujitetea. Ndio maana kauli hiyo imeonekana na baadhi ya watu kama ujumbe wa kisiasa unaolenga kuchochea mjadala mkali dhidi ya uongozi wa sasa, hasa katika kipindi ambacho mazingira ya kisiasa yanavutia kwa umakini mkubwa wa wananchi. Na hiki ndicho Kioo cha Dunia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment maoni yako ili usipitwe na habari zijazo. Asante.